kuna mahali Mungu anataka uende ufike, lakini adui upande wa pili anapambana usiweze kufika. Sasa vizuizi vya njiani visikuondolee imani na tumaini lako kwa Bwana, kwa kile ambacho Bwana amekitamka au amekiahidi kwenye maisha yako. Usije ukampa adui nafasi kwa kushinda njiani, wakakusimanga kwa vicheko vya dharau. Mungu aliyekuita yeye ni mwaminifu, naye atafanya. Shetani asikuonyeshe vya nyuma ambavyo hajafanya Mungu, hajajibu Mungu, hajavifungua Mungu, alafu akakushindia pale. Mshinde shetani kwa matendo makubwa ambayo Mungu ameshakutendea siku za nyuma, na umwambie hata kama hakufanya pale, lakini alifanya pale. Kwa hiyo unavibeba vile, unamwambia shetani, huwezi kunishinda hapa, nimeuona uaminifu wa Bwana. Mungu anachotaka kukiona kwako, anachotaka kukiona kwako ni uimara, kusimama imara. Lakini usije ukayumbishwa njiani, usije ukatetereka njiani. Mungu anataka kukuona ukiwa imara kila hatua. Mungu atakayokupa ya kufanya kitu, usikunje mikono, fanya. Tunachokianza leo au kichwa kidogo cha leo kinasema ondoa vizuizi, kwenye mabano nimeweka mazuio, vinavyoweza kukuzuia njiani unapoelekea kwenye hatima yako. Narudia tena, ondoa vizuizi, kwenye mabano nimeweka mazuio, vizuizi vinavyoweza kukuzuia njiani unapoelekea kwenye hatima yako. Vizuizi vinavyoinuka njiani kukuzuia usifikie hatima yako. Ondoa vizuizi, ondoa mazuio, ondoa vizuiacho. Kuna kitu nitakianza kidogo leo, kesho nitaingia ndani kidogo, lakini nitaka tujue ya kwamba hii safari ya kwenda kwenye hatima ina vita. Kuna vizuizi njiani, kuna mazuio njiani, kwa sababu kuna mahali Mungu anataka uende ufike, lakini adui upande wa pili anapambana usiweze kufika popote. Sasa vizuizi vya njiani visikuondolee imani na tumaini lako kwa Bwana, kwa kile ambacho Bwana amekitamka au amekiahidi kwenye maisha yako. Vizuizi vya njiani visikuondolee imani na tumaini lako kwa Bwana, kwa kile ambacho Bwana amekitamka au amekiahidi katika maisha yako. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini Mungu. Ulimwamini Mungu kuanzia Januari mpaka Novemba, tuko Desemba, na labda unafanya tathmini ya namna ulivyotembea mwaka huu. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimetembea kwa hasara, nimetembea kwa uchungu, nimetembea kwa vilio, nimetembea kwa maumivu makali, nimetembea kwa kuchoka na kushindwa, vyovyote vile itakavyokuwa. Lakini maadamu bado una uhai na maadamu bado una Mungu katika maisha yako, imani yako na tumaini lako kwa Bwana lisije likaondoka, bila kujali uliumizwaje huko ulikotoka au huko ulikopita, bila kujali ulitendewaje njiani, maadamu mpaka hivi ninavyoongea hauko kaburini, bado una uhai wako, bado una uhai wako. Endelea kumwamini Mungu, tumaini lako kwa Bwana lisije likaondoka. Usije ukampa adui nafasi kwa kushinda njiani, wakakusimanga kwa vicheko vya dharau.
Mungu aliyekuita yeye ni mwaminifu, naye atafanya. Wathesalonike wa kwanza, tuanzie pale, huo mstari ndio tunaoubeba hapo, tusogeze mahali. Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5 mstari wa 24. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 ule mstari wa 24. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Shetani asikuonyeshe vya nyuma ambavyo hajafanya Mungu, hajajibu Mungu, hajavifungua Mungu, alafu akakushindia pale. Mshinde shetani kwa matendo makubwa ambayo Mungu ameshakutendea siku za nyuma, na umwambie hata kama hakufanya pale, lakini alifanya pale. Hata kama hakujibu pale, lakini alijibu pale. Hata kama hakufungua pale, lakini alifungua pale. Hata kama hakutenda pale, lakini alitenda pale. Kwa sababu hata kuwepo kwako mahali hapa jioni ya leo ni ushuhuda ya kwamba Bwana amekutendea jambo. Hata kuwepo kwako hapa, hata Isaac Omari, kuwepo kwangu kwenye madhabahu takatifu ya Mungu aliye hai, Mungu mtakatifu, jioni ya leo ni ushuhuda, Bwana amenitendea jambo. Wote ambao tuko mahali hapa jioni ya leo tuna ushuhuda kwa Bwana. Kwa hiyo hata kama hajajibu yote, lakini yapo aliyojibu. Hata kama hajafanya yote, lakini yapo aliyofanya. Hata kama hajatenda yote, lakini yapo aliyotenda. Hata kama hakufungua vyote, lakini vipo alivyofungua. Hata kama hakuponya vyote, lakini vipo alivyoviponya. Kwa hiyo unavibeba vile, unamwambia shetani, huwezi kunishinda hapa. Nimeuona uaminifu wa Bwana, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona uwezo wa Bwana, nimeziona nguvu za Mungu kwenye maisha yangu, nina ushuhuda. Mungu anachotaka kukiona kwako, anachotaka kukiona kwako ni uimara, kusimama imara, kusimama imara kiimani, kusimama imara kiroho. Yuko tayari kufanya, lakini usije ukayumbishwa njiani, usije ukatetereka njiani. Mungu anataka kukuona ukiwa imara, ukiwa imara, ukiwa imara. Ndicho kitu cha kwanza ambacho Mungu alimsemesha Yoshua alipokuwa anamkabidhi wajibu mzito, wajibu mgumu, wajibu uliomshinda Musa, wajibu uliomshinda Musa. Sababu wajibu huu alikabidhiwa Musa, watoe wale watu Misri awafikishe Kanaani. Lakini wasomaji wa Biblia mnafahamu ya kwamba Musa hakufika Kanaani, aliishia kuiona Kanaani, lakini hakufika. Na Mungu akamwambia sababu kwa nini hataingia Kanaani. Vigezo na masharti havikuzingatiwa huko njiani, vilivyoinuka njiani vilikushinda Musa na watu wako. Kwa hiyo utaingia, utaishia kuiona ile nchi niliyowaahidi, lakini utaingia. Kuna mtu mmoja alikuwa anadanganya watu akasema Musa kufika Kanaani kwa sababu ya uzee, alikuwa mzee sana, amechoka. Hapana, Biblia isemi hivi, alikuwa na nguvu zake, jicho lake alikopofuka na aliona Kanaani kwa ndani. Mungu alimpa sababu, kwa nini uendi huku, hamkunitakasa kule jangwani Meriba, hamkunitakasa, hamkunipa heshima ninayostahili. Kwa hiyo utaiona, hutaingia. Sasa Musa alipokufa tu, Mungu anakwenda kwa Yoshua, anampa wajibu mzito Yoshua, anampa jukumu zito Yoshua. Na hapa ninaongea na watu ambao wana majukumu mazito, wana wajibu mzito kwenye maisha yao. Kila ambaye yuko mahali hapa, kuna watu wako nyuma yako. Hata kama wewe bado leo ni mtoto, una wazazi, Mungu anakuandaa kubeba watu nyuma yako. Kwa hiyo naongea na watu ambao wana wajibu, sio tu baba na mama, hata wewe binti na kijana. Baada ya miaka kadhaa, kuna watu watakuwa nyuma yako wanakutazama. Kwa hiyo hauna wajibu mwepesi, hauna jukumu jepesi. Unamhitaji Mungu kule ambako unaelekea. Sasa Mungu mapema kabisa alipokuwa anazungumza na Yoshua,
Kuna jambo Mungu alirudia karibu mara tatu kwenye mistari michache tu. Alikuwa anamwambiaje? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari, inarudiwa. Ni wewe ndio utakayeingiza watu wao kwenye nchi ya ahadi. Na kuna vitu Mungu alimsemesha Yoshua. Kimoja wapo alimpa ahadi ngumu sana. Akamwambia hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Sasa hilo neno haina maana kwamba kweli hapakuwa na watu kusimama mbele ya Yoshua. Walikuwepo, ndio unafahamu. Lakini Mungu alimpa kuwashinda. Ndio maana yake. Twende kwenye hiyo mistari, alafu tupate msingi wa kusogea mahali. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza. Yoshua mlango wa kwanza, mstari wa 5 mpaka mstari wa 9. Yoshua mlango wa kwanza, mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 9. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Angalia mstari wa 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Angalia hilo neno, mtu wa Mungu, angalia hilo neno. Kwenye mistari michache tu Mungu amerudia mara 3. Anataka aone nini kwako mama? Anataka aone nini kwako baba? Anataka aone nini kwako binti? Anataka aone nini kwako kijana? Anataka aone nini kwako? Uimara, uimara, uhodari, uhodari, ushupavu. Kuna vitu vinakusubiria pale mbele vikubwa, lakini ukiwa mlegevu, hata kama Mungu yuko upande wako, huwezi kuvipata. Yesu alisemaje? Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Leo siku ya 5 upepo unaanza kubadilika, tunakwenda kwenye kuwajibishana, kusimama kwenye zamu ya kufanya kitu, kusimama kwenye zamu ya kufanya kitu. Kila hatua Mungu atakayokupa ya kutembea, usikae, usilale, tembea. Kila hatua Mungu atakayokupa ya kufanya kitu, usikuje mikono, fanya. Kila hatua Mungu atakayokupa ya kutamka neno, usifumbe mdomo, tamka. Uwe hodari na moyo wa ushujaa.
Ukiwa hodari na moyo wa ushujaa, hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Isaac Omari, mpaka nimefika hapa, hakuna watu waliosimama mbele yangu kupigana na hii huduma nisifike mahali ambako nimefika. Walikuwepo wengi wa msikitini na nje ya msikiti, lakini wamefanikiwa? Hapana. Kwa nini? Nilimwangalia Mungu. Nilimwangalia Mungu aliyeniita. Vita ilikuwa ndani, vita ilikuwa nje. Majaribu yalikuwa ndani, majaribu yalikuwa nje, lakini nilimwangalia Mungu. Uwe hodari, hilo neno la muhimu sana. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa nafundisha asubuhi kule kwenye Morning Glory ambako nafundisha, nikawaambia usikubali tatizo lolote likae juu ya kichwa chako. Matatizo yote yapeleke chini ya nyayo za miguu yako, kwa sababu ndani yako yuko Mungu aliye mkuu, na Mungu hawezi kuwa chini ya tatizo lolote. Kwa hiyo ukiweka tatizo kichwani, maana yake Mungu ameelemewa na yeye kama ulivyoelemewa wewe. No, kwa sababu unaye Mungu ndani yako. Usibebe tatizo lolote kama chungu kwenye kichwa chako, linanielemea hili, linazija. Waliompata Yesu hawaelemewi na hiyo mizigo. Yesu alishawatua, inaenda chini ya nyayo za miguu. Alisema Yesu, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana nitatua hiyo mizigo yenu, nitaipeleka chini. Kwa hiyo kama una Yesu, hakuna mzigo wa kukuelemea mama. Kama una Yesu, hakuna mzigo wa kukuelemea baba. Kama una Yesu, hakuna mzigo wa kukuelemea binti. Kama una Yesu, hakuna mzigo wa kukuelemea kijana. Mizigo yote anabeba Yesu. Wewe kazi yako ni kumbeba Yesu, ashughulike na hiyo mizigo. Kwa hiyo ni marufuku kubeba tatizo lolote kichwani ukiwa na Yesu. Matatizo yote yapeleke chini ya nyayo za miguu. Unapotembea unayakanyaga hayo matatizo, kwa sababu unakanyaga pamoja na Bwana, ukanyagi peke yako. Ukishaanza kuyadharau na kuyapuuza namna hiyo, utakuwa unashinda na zaidi ya kushinda. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye nje. Sije ukasahau. Yeyote asije kukudharau na kupuuza na Yesu wako. Yeyote asije kukudharau na kukupuuza na Yesu wako, kwa sababu una Yesu ndani, una Mungu aliye hai ndani. Hakuna tatizo lolote kupanda juu ya kichwa chako. Kwa nini? Imeandikwa, hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Imeandikwa, imetamkwa, imenenwa. Shetani anapata watu ujasiri wa kutumalizia njiani. Tunakufa kabla ya wakati. Tunaanza na Mungu vizuri, tunamaliza vibaya. Hiyo nguvu adui anaipatia wapi? Mapema kabisa Mungu anamuhimiza Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni wewe utakayetimiza jukumu. Utafikisha watu kwenye hatima, ni wewe. Nami ni maombi yangu Isaac Omari, kila ambaye yuko mahali hapa, utaingia Januari 2026 ukiwa hodari na moyo wa ushujaa. Hautaingia ukiwa mlegevu, hautaingia ukiwa dhaifu, hautaingia ukiwa duni. Hata ugonjwa ulionao jioni ya leo, natangaza kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, hautaingia nao Januari. Itakuwa kwaje? Mungu ndiye anayejua, yeye ni mponyaji. Nasema hautaingia nao Januari. Unaweza ukawa na ugonjwa kama ugonjwa ni jina la ugonjwa, lakini hakuna unapoumwa. Miaka mingi imepita. Kuna mchungaji mmoja sasa hivi ni mstaafu, alikuwa sharika wa Kinyerezi, ni mama mtu mzima. Mzee mwingine anamfahamu. Sasa hivi ni mstaafu. Alipotoka hapo, kuna wakati alikuwa kule Kongoe ya Mbagala. Sasa kuna wakati nikaribishwa pale. Familia moja ikaja. Walikuwa na tatizo, wameathirika, wanataka maombi. Nikauliza swali, nataka Mungu aondoe ugonjwa au aondoe mauti?
Sababu kuna watu hawaumi lakini wanatembea na mauti na wanakufa muda wote. Na kuna watu wana jina la ugonjwa fulani lakini wanaishi miaka ya kutosha. Sababu kuwa na ugonjwa ulionao haina maana kwamba una mauti. Shetani wake anapenda watu akishawapa kisukari aone kaburi, pressure ona kaburi, TB ona kaburi, kansa ona kaburi. Natangaza kwenye madhabahu utakusaidia. Unaweza ukawa una ugonjwa na usione mauti na usife. Kwa hiyo nikauliza swali, Mungu aondoe ugonjwa au Mungu aondoe mauti kwenu mnaihofia? Akaniambia aondoe ugonjwa. Kwa hiyo hawataki ule ugonjwa. Kwa hiyo akiondoa ugonjwa afu mauti kibakia. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua ninachokipambania hapa, sitaki nikudanganye. Ninachokipambania hapa, usife kabla ya wakati uliokusudiwa na Mungu. Kwa hiyo ugonjwa wowote uliopo kwenye mwili wako tunaunyang'anya leseni ya mauti. Si kama naeleweka hapa? Usiache kutumia dawa unayotumia, kama unavuta sio ni asthma, sio ni TB, sio ni kansa ya wapi. Wewe ndio kutumia dawa zao. Lakini chukua neno la madhabahu. Leo una miaka 50, una miaka 60, una miaka mingapi? Utapiga mingine 50 huko mbele ya safari au 40 mbele ya safari. Alafu watu waliokuwa wanasubiri kwamba kwa sababu mama ana shida hii tunampa miaka 2 watakuwa wanaondoka, wao wamebakia pale. Naomba udake, mauti ni roho. Mungu alinipa ufunuo ajabu sana. Mauti sio ugonjwa kwamba ni mtu aumwe afe. No, kuna watu wanakufa na hawajaumwa popote. Death is a spirit. Mauti ni roho. Unaweza ukaikataa mauti. Kwenye ile ajali mbaya ya basi walikufa watu wakatoka wewe. Kwenye ile ajali mbaya ya gari walipotea watu ukatokea. Kwenye ajali mbaya ya ndege wote waliondoka ukabakia wewe. Mauti ni roho. Mungu anamwambia Yoshua, hapana mtu yeyote, hapata kuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Maana yake ni si kwamba hawatakuwepo, watakuwepo, lakini hawatakuwa na madhara kwako. Hawatakuwa na madhara kwako. Watatajwa majianti wako mbele ya Yoshua, wanamzuia asiingie Yeriko, asiende Kanaani. Hawatakuwa na madhara kwako. Hawatakuwa na madhara kwako. Hawatakuwa na athari kwako. Kuanzia leo, hofu yoyote ya mauti ambayo ulikuwa nayo ipeleke chini ya nyayo za miguu yako, kwa sababu nikikuangalia sioni mauti kwako. Naona uzima, naona kibali, naona kustawi. Ngeukie mwenzio, mwambie ikatae mauti. Mwambie mauti ni roho. Mwambie ugonjwa sio kifo. Mwambie tena ugonjwa sio mauti. Mwambie kuna ugonjwa alafu kuna mauti. Wote waliokufa waliumwa. Kwa hiyo ugonjwa sio lango la kifo. Sio lango la mauti. Ugonjwa wowote ambao upo kwenye mwili wako tunaunyang'anya leseni ya mauti kwa imani. Na hivi ninavyoongea na nguvu yake inaanza kunyonya, inaanza kupungua. Na wengine baada ya muda hautaona tena. Ninaongea kwenye madhabahu ya Mungu, anaitwa Yehova Rafa. Ni Bwana Mungu anayetuponya, sio anayetuua, anayetuponya. Lakini uwe hodari na moyo wa ushujaa, ukimwamini Mungu ya kwamba Mungu hataniacha nibaki mahali nilipo, wala Mungu hata nirudisha nyuma nilikotoka. Hapa nilipo atanitoa niendelee mbele. Pamoja na vita naiona mbele, sitabakia hapa. Pamoja na maadui nawaona mbele, sitabakia hapa. Pamoja na ukuta wa Yeriko naona mbele yangu, sitabakia hapa. Na muamini Mungu atanitoa hapa niendelee mbele. Na wote ambao wana imani katika Mungu wataanza kuchukua hatua ya kutoka mahali walipo waendelee mbele.
na hawataogopa chochote ambacho kinaweza kikainuka njiani kuwatishia hatima yao au safari yao kule wanakoelekea. Na mifano michache ambayo nimekuja nayo hapa nitakupa leo napoweka msingi wa kitu hiki kipya. Unawakumbuka wale wakina mama ambao walikwenda kaburini siku ya 3 baada ya Yesu kuzikwa, kusulubiwa na kuzikwa kaburini? Wale wakina mama wale mashujaa wa imani waliokwenda kaburini asubuhi, wakiwa njiani wanakwenda, ghafla kuna wazo likaibuliwa ndani yao, na lile wazo halikuwa la Mungu, lilikuwa la adui, ili kuwafanya wageuke warudi nyumbani. Unajua walikuwa na wazo gani? Walikuwa nasemaje njiani? Ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe pale? Baba, asante. Marko 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4, alafu niongee kidogo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mmekataa kusema amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Marko 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Mstari wa 3 wa muhimu sana. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa 4. Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Hebu sema lilikuwa kubwa mno. Sema tena lilikuwa kubwa mno. Naomba uangalie mfano mtu wa Mungu. Sitaki ubaki mahali ulipo, wala sitaki urudi nyuma ulikotoka. Haijalishi njiani kunainuka kitu gani. Hawa mama wametoka nyumbani alfajiri na mapema siku ya 3 baada ya Yesu kusulubiwa na kuzikwa kaburini. Wanakwenda kaburini kwa lengo la kwenda kuupaka manukato mwili wa Yesu. Kwa hiyo wazo la nyumbani, tunakwenda kaburini. Tunakwenda kaburini. Tunakwenda kaburini, tutakutana na mwili wa Yesu. Tunauendea mwili wa Yesu. Ndio wazo la kutokea nyumbani. Wazo la kutokea nyumbani. Wakiwa wameanza hatua wanakwenda, wako bado njiani, ndio tunauona mstari wa 3, wakasemezana wao kwa wao. Ni kweli tunakwenda kaburini. Tuko wakina mama peke yetu hapa, wala wanaume hawapo. Hakuna mwanaume hata mmoja. Ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe? Nani atakayeondoa kile kizuizi, kile kikwazo, ili tuweze kuona ule mwili tunauendea? Huo ni mstari wa 3. Lakini wakiwa wanasemezana namna hiyo, walikuwa hawajasimama. Wakiwa wanasemezana namna hiyo, walikuwa hawajaketi chini wajadiliane kwanza. Wakiwa wanasemezana namna hiyo, hawakusema lakini kwa kweli hatutaweza kuondoa lile jiwe, ni kubwa mno, acha turudi nyumbani tutafute mabaunsa kwanza wa kutusaidia kwenda kuliondoa jiwe, ndipo tuone mwili wa Bwana. Hapana. Walikuwa wanasemezana huku wanaweka hatua, lakini ni nani atakayeondoa lile jiwe? Ni nani atakayeondoa lile jiwe? Ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe? Ni kubwa, hatuliwezi. Ni kweli hatuliwezi, lakini nani atakayeliondoa? Nani atakayeliondoa? Wakiwa wanaongea huku, wanatembea, wanalikaribia kaburi, wanashangaa zuio ambalo walikuwa wanalitafakari, lililokuwa linawataabisha njiani kwenye mioyo yao. Wanashangaa tayari lile jiwe limekwisha vingirishwa kando, halipo tena pale. Nikajaribu kuwaza kama wangeshauriana warudi nyumbani, wasiendelee na safari, nini kingetokea? Na labda nyumbani wangekutana na watu wengine wa kuwavunja moyo, wa kuwakatisha tamaa. Nenda kaburini kufanya kitu gani? Achani na mambo ya kaburi, ameshakufa yule, hayuko tena.
Lakini hawa mama huku wanasemezana, mambo ni magumu, mambo ni mazito, lakini hatutalala majumbani tusifanye chochote, hatutakaa vijiweni tusifanye chochote. No, tutamwangalia Bwana, na kila hatua ambayo Bwana atatupa ya kuendelea mbele, tutaitumia hiyo hatua kuendelea mbele. Tuone Mungu anatufungulia mlango upi mbele ya safari. Tunakataa kubaki mahali tulipo, na tunakataa kurudi nyuma. Tutaendelea mbele kwenye chochote ambacho Mungu amekuitia, mtu wa Mungu, kwenye safari ya hatima yako. Kataa vizuizi vya njiani vinavyotaka usimame mahali ulipo. Wanakuletea vitu vigumu njiani ili ukasirike, useme haiwezekani tena, uvunjike moyo, ukate tamaa, ususe uzile safari, useme kama hali ni hii basi acha wengine waende, mimi nibaki pale. Hapana. Maisha ni mapambano, maisha ni mapambano. Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, mimi niko pamoja na wewe. Ukisimama na kuwa hodari na moyo wa ushujaa, nitahakikisha ya kwamba hakuna yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Utafika kwenye lengo, utafika kwenye kusudio, utafika kwenye hatima. Kuna watu wameketi mahali hapa jioni ya leo, mmevunjwa moyo na vitu vingi njiani, mmevunjwa moyo na watu mbalimbali njiani, lakini Bwana amenipaka mafuta jioni ya leo, siku ya 5 ya semina hii, nikwambia hivi, inuka, maana bado Mungu yuko pamoja na wewe na safari yako bado inaendelea. Tena umekaribia sana kwenda kule ambako Mungu amekusudia uweze kufika. Ushindi wako uko malangoni. Usije ukampa nafasi ya adui ya kushangilia kwa masimango ya kwamba kiko wapi tumemweza huyu mama, kiko wapi tumemweza huyu baba, kiko wapi tumemweza hii familia, tumemweza huyu binti, tumemweza huyu kijana. Usiwape adui hiyo nafasi ya kukucheka kwa masimango. Unaweza kusimama tena kabla mwaka huu haujaisha, ukamwambia Mungu, ninaomba nitie Mungu tena. Ninasimama tena kwa habari ya mahusiano, ninasimama tena kwa habari ya ndoa, ninasimama tena kwa habari ya uzao, ninasimama tena kwa habari ya watoto wangu, ninasimama tena kwa habari ya shule, ninasimama tena kwa habari ya kazi, ninasimama tena kwa habari ya biashara, ninasimama tena kwa habari ya huduma, ninasimama tena kwa habari ya kujenga. Haijalishi ya kwamba vita ilikuwa kubwa namna gani, maadamu Bwana umenipa uhai hata sasa, ninasimama tena. Ukishakuwa namna hiyo, Mungu akaona umekuwa na moyo wa namna hiyo, umekuwa hodari na moyo wa ushujaa, Mungu anaambatana na wewe. Mungu anaanza kuweka hatua na wewe. Halo, hebu sema, sibaki mahali nilipo wala sintarudi nyuma. Rudia kwa mara ya pili, sibaki mahali nilipo wala sintarudi nyuma. Kwa mara ya 3, sibaki mahali nilipo wala sintarudi nyuma, katika jina la Yesu. Mashujaa wa imani wangempigia Yesu makofi mazuri ili Yesu apokee sifa mahali hapa. Wakiwa wanaendelea mbele, jiwe limeshaondoka. Kuna hatua utaziweka, kuna vikwazo hautaviona. Kuna hatua utaziweka, kuna mazuio hautaiona. Unakumbuka habari za wale wenye ukoma wanne? Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Lazima lile wazo lilitoka kwa mtu mmoja waliokuwa wanaongozana naye. Yaani wanaongozana, alafu mtu mmoja asema, "Ataka tuwe jiwe la." Yaani anataka kusimamisha safari yako. Na mambo mengi sana kwenye maisha. Naongozana lakini kuna mtu ana wazo sawa sawa na yule. Kuna mtu unaongozana naye lakini tayari ameshakata tamaa. Kuna mtu unaongozana naye anakuwa amechoka kabla hajafika katikati yake. Nataka nikwambie jioni leo, kila wazo unalosikia lisilotoka kwa Mungu lipuuze kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hata kama wazo linatoka kwa rafiki yako, ndio. Hata kama wazo linatoka kwa mzazi wako, ndio. Mradi alipo Mungu tukufu, lipuuze lile. Yes. Na jioni leo Mungu asifiwe. Upuuze kila wazo kwa Mungu tukufu. Mungu atembee na wewe. Ile jiwe litaondolewa kama unatamani kwenda. Saa chini ile jiwe litaondolewa. Na mimi jioni leo naona mawe yakiwa yanaondoka. Naona mawe yanaondoka. Naona mawe yanaondoka. Ili Mungu afungue wewe kutembea. Jioni leo ninaona watu wakiwa wanatembea. Wakati wa barabara yenye matatizo. Lakini mbele kuna jiwe la maisha yao. Mbele kuna
Usikae pale ulipo. Yes. Usikae pale ulipo. Yes. Ipo njia. Yes. Ya malaika kuondoa ile jiwe. Yes. Na jiongelea. Yes. Iwe vikao. Yako wapi makofi ya mashujaa wa imani? Kama umepokea ufunuo, ungeongeza hayo makofi. Bado kuna mmoja anategea, piga hayo makofi. Piga kama askari aliyeshinda vita tayari. Piga kama askari aliyeshinda vita tayari. Hebu sema, wazo lolote lisilotokana na Mungu ninalikataa, bila kujali nani amelileta, bila kujali nani amelisema, ninalikataa. Sema wazo lolote, wazo lolote, wazo lolote lisilotokana na Mungu kwenye safari ya hatima yangu, wazo lolote linalo nivunja moyo, linalo nikatisha tamaa, linalo nirudisha nyuma, nalikataa, 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 nalikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hayo makofi ya mashujaa wa imani yaongezwe tena kwa ajili ya Mungu aliye hai. Baba mchungaji, asante sana. Geukia jirani, mwambie hatutabaki mahali tulipo. Tukibaki mahali tulipo, jiwe halitaondolewa. Mwambie uliyekaa naye, hatutabaki mahali tulipo. Tukibaki mahali tulipo, mazuio hayataondoka. Tukibaki mahali tulipo, vizuizi havitaondoka. Tukichukua hatua ya kuendelea mbele, yuko Mungu anayeondoa jiwe, yuko Mungu anayeondoa mazuio, yuko Mungu anayeondoa vizuizi, yuko Mungu anayeondoa jiwe. Hayo makofi yaongezwe kama anapigwa na watu walio hai wenye matumaini kwa Bwana. Usikubali kubaki mahali ulipo, tamani kuendelea mbele. Ndoa yako ivuke ng'ambo, mahusiano yako yavuke ng'ambo, afya yako ivuke ng'ambo, watoto wako wavuke ng'ambo, elimu yako ivuke ng'ambo, biashara yako ivuke ng'ambo, kazi yako ivuke ng'ambo, ujenzi wako uvuke ng'ambo, kampuni yako ivuke ng'ambo, mradi wako uvuke ng'ambo, huduma yako ivuke ng'ambo, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wangapi wanapokea kitu jioni leo? Baba, asante kwa ufunguo. Sasa acha nisogee kwenye ule mfano wa pili wa wale wakoma, wale wakoma wanne. Ile habari nao ni ya moto sana, ni ya moto sana. Hawa watu wanaokoma wamekataliwa mjini kwamba ni najisi, wamesukumwa nje ya mji. Nje ya mji wamekataliwa, hawana viwango vya kukaa na watu wa kawaida ambao hawajapata shida walionayo hao. Kwa hiyo hao wenye ukoma msichangamane nao, ni najisi, watoe nje ya mji. Wakasukumwa nje ya mji, ni najisi, pakatokea shida. Walisukumwa nje ya mji kabla shida kutokea, pakatokea shida, pakatokea shida kwenye huo mji wa Samaria. Katokea vita, baada ya vita njaa ikawa mbaya, njaa ikawa mbaya. Watu huko mjini wakaanza kula vichwa vya punda na mavi ya njiwa, na wamama wao fulani wakashauriana kula watoto wao waliowazaa, wakafanikiwa kumla mmoja. Mwingine siku ya pili akamficha mwanaye. Hali ni mbaya ya njaa, hali ni mbaya ya njaa. Nabii akatokea akasema Mungu anayo majibu. Nabii Elisha. Sasa nataka nianzie pale kwa wale wenye ukoma wanne waliokuwa wamekaa nje ya lango la mji. Kabla ya shida haijaingia, palikuwa pana chakula kinapitishwa angalau kwa shida, lakini kilikuwa kinakuja kutoka mjini. Baada ya shida kuingia, vita kuingia, chakula kikawa hakiji. Wa mjini wenyewe wanakufa kwa njaa, kwa hiyo hawawezi kuleta chakula kwa hawa kuwasaidia hawa wakoma. Ndio hoja yao ikainukia hapo, tutakaa hapa mpaka lini? Tutabaki na mazingira haya mpaka lini? Kila mmoja aliyoko mahali hapa, usijione kwamba uko salama sana kwa sababu ya maisha ulionayo sasa hivi. Haujajua miaka 5 ijayo utakuwa na hali gani, miaka 10 ijayo. Kwa hiyo unamhitaji Mungu sana sasa kuliko jana, kuliko juzi, ili uwe na kesho bora.
unamhitaji Mungu sana sasa, pamoja na vyote ulivyo navyo. Miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, kama Yesu atakuwa hajarudi, pasipo Mungu unaweza usiwe na hali nzuri ulionayo leo. Na wewe ni shahidi, kuna watu duniani wako namna hiyo, ambao walikuwa bora na viwango vya juu, viwango vizuri, wakafika mahali wakateleza, na wengine walipoanguka mpaka leo hawajaamka tena. Kwa hiyo unamhitaji Mungu leo kuliko jana. Taka uangalie ile hoja ya wale wenye ukoma ambayo haikuwasukuma kubaki mahali walipo, wala haikuwasukuma kurudi kule mjini, kwa sababu tatizo la mjini ndio tatizo ambalo wanalo na wao pale mahali, lakini wakashauriana kuendelea mbele. Mbele kuna mazuio, kuna maadui, lakini maamuzi walioyafanya ndio haya nataka nikuonyesha hapo, ili tusogee mahali fulani. Wafalme wa Pili mlango wa 7. Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 9. Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana. Wakafanya nini? Kanisa, wakafanya nini? Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari. Hebu mtu mmoja aseme miendo ya magari. Sema tena miendo ya magari. Sema tena miendo ya magari. Sema amina. Na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika, mtu mmoja aseme walipofika. Sema tena walipofika. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Sasa nifuate vizuri ninapoleta mafafanuzi hapa kwa kusaidia, ili uweze kuona vitu ambavyo viko hapo ndani. Hawa ndugu wenye ukoma wanasema hivi, tukibaki mahali tulipo tutakufa. Kifo ni 100%. Tukirudi kule mjini na wao wanakufa kwa njaa, nyuma pia kifo ni 100%. Lakini tukichukua hatua ya kutoka hapa
tuendelee mbele. Mbele kuna mazuio, mbele kuna vizuizi, mbele kuna vizuiavyo na wazuiao. Alafu kupitia hayo mazuio, hivyo vizuizi na hao wazuiao, iko 50% ya kufa. Hawakutoa 100% za kufa za mauti kama walivyotoa mahali walipo na kule mjini ambako walikimbizwa, walifukuzwa. Walitoa 50% tukichukua hatua ya kwenda mbele. Kweli kuna washami walio adui zetu, ni zuio, wanaweza wakatuua, hiyo ni moja, lakini pia wanaweza wakatuhifadhi hai. Na kwa vizuri pale waliongea hapo Nyokoma, sio maneno ya Isaac Omari. Wale adui zetu wanaopingana nasi, wanaozuia kuinuka kwetu, waliotusababishia matatizo na wanataka tufie hapa, wao waendelee kujenga, waendelee kustarehe, waendelee kuona maisha kwa sisi tufie hapa. Tukiinuka wanatuzuia. Tukikubali kuzuiwa, tusichukue hatua ya kwenda kupambana, wale adui zetu wale watatumalizia tukiwa hapa, tutafia hapa. Lakini tukisema acha tushindane nao kwenye hiyo milango ya biashara, acha tushindane nao kwenye hiyo milango ya ajira, acha tushindane nao kwenye hiyo milango kujenga miradi mbalimbali, kufungua makampuni, tushindane nao kwenye ujenzi, twende. Walijengaje wao, sisi tushindwe? Na sisi tuna Mungu aliye hai. Walipataje wao, sisi tukose? Twende tukashindane nao. Tukishindana nao wanaweza wakatumaliza, lakini pia Mungu wetu anaweza kutusaidia tukawashinda wao. Kuna 50-50. Tukibaki mahali tulipo, hakuna solution hapa ya kutoka, ya kula chakula, ya kuishi maisha bora, tunafia hapa. Tukibakia na mitaji midogo tulionayo, hatuna maono ya kuongezeka baada ya miaka 5 kwenye ushindani wa biashara hii, hatutakuwepo. Tukibakia na viwango vya mishahara hivi bila kujiongeza, baada ya miaka 5 viwango hivi, hatakuwa na maisha. Tukibakia na elimu hii, hatuwezi kufika pale. Tukibakia na uwezo huu, hatuwezi kwenda kule. Kwa hiyo tutoke hapa, twende mbele. Sasa angalia, walipoanza kuweka hatua za kuendelea mbele, ndio pale Mungu anaambatana nao. Mungu hakuambatana nao wakiwa wamekaa. Mungu hakuambatana nao wakiwa mjini, kule ambako walifukuzwa. Sasa wako hapa, na hapa pana shida, na nyuma pana shida, mbele kuna shida, lakini kuna uwezekano wa kufanikiwa. Walipochukua hatua ya kusema tuanze kuweka hatua za kwenda mbele, wale ndugu wanaweza wakatuua, lakini pia wanaweza wakatuhifadhi hai. Ndio unaona Mungu anainuka, anaambatana na wao, anaambatana na wao, anaambatana na wao. Mungu anafanya kazi na watu walio tayari kuchukua hatua ya kutembea kuendelea mbele. Mungu hafanyi kazi na watu ambao wamekaa chini. Umelala tu nyumbani, umekaa tu nyumbani. Hakuna mlango utakaofunguka. Na ndio maana ya kitabu cha Mathayo 7:7-8, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hatubaki tu kwenye maombi. Tunaomba, tunatafuta, tunabisha. Kwenye kutafuta na kubisha kuna mazuio yanasema huwezi kuvuka, huwezi kupata, huwezi kujenga, huwezi kwenda kule, huwezi kusogea pale. Lakini tukisema tubakie nyumbani kwa sababu wako wanaotuzuia, Mungu naye ananyamaza kimya. Tukisema wanaotuzuia watuzuie, lakini tutapambana nao, mkono wa Mungu unasimama pamoja nasi. Mungu anakuwa upande wetu. Hata wale wanaotuzuia wanaishiwa nguvu, wanashindwa kushindana na mkono wa Bwana. Naomba udake ufunuo huu jioni ya leo. Wenye ukoma walipochukua hatua ya kwenda mbele, Biblia inasema ile miendo yao, hatua za kawaida ambazo walikuwa wanaziweka kule kwenye kambi ya Washami, hawakusikia hatua za kawaida, walisikia miendo ya magari ya vita na miendo ya farasi wa vita.
lakini palikuwa hakuna gari hata moja, farasi hata mmoja. Walikuwa wanakuja wenye ukoma wanne. Hao wenye ukoma wanne hawakuwa peke yao, walikuwa na Mungu aliye hai aliyewatamia kwenye safari yao. Unaongea nini Isaac Omari kwa watu wa Segerea jioni ya leo? Utakapochukua hatua ya kusema nakataa kubaki mahali nilipo na nakataa kurudi nyuma, ninasonga mbele kwa jina la Yesu, mbingu za Bwana zitakuatamia. Kila hatua ambayo utakuwa unaiweka, utaiweka na Mungu aliye hai, na wale maadui zako mbele yako hawatakuona wewe, hawatakusikia wewe, watamwona Mungu uliye naye na watamsikia Mungu uliye naye, na wakishamwona Mungu uliye naye hawataweza kushindana na mkono wa Bwana. Ndio hapo lile neno ambalo Bwana alimwambia Yoshua litatimia kwako. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hiyo inatokea kwa wale ambao wanachukua hatua ya kutoka mahali ili kuendelea mbele. Haya ni maombi ya Isaac Omari. Habari njema haitakufuata ukiwa nyumbani umejikung'ata namna hii. Habari njema haitakufuata ukiwa kwenye blanketi umejifunika usionekane. Habari njema itakufuata ukiwa njiani unaendelea mbele. Unasema hata kama bado sijapata, nina uhakika wa kupata. Hata kama bado sijaona, Mungu atanionyesha. Hata kama bado sijafunguliwa, Mungu atanifungulia hiyo milango. Ukiwa njiani, Mungu naye anaambatana na wewe na milango inaanza kufunguka. Ninaona kuna baadhi ya watu mahali hapa tayari kuna moyo wa ushujaa na uhodari unaachiliwa ndani yao, unaachiliwa ndani yao, unaachiliwa ndani yao. Na kwa sababu unaopokea huo moyo wa ushujaa na uhodari ndani yako, kuna milango itaanza kufunguliwa na utaiona. Hiyo milango ikifunguliwa na ukiiona, anza kupita kwenye hiyo milango, anza kutembea kwenye hiyo milango. Tayari Mungu yuko pamoja na wewe. Adui zako hawatakuona wewe, hawatakusikia wewe, watamuona Mungu uliyembeba ndani yako, na hawataweza kushindana na huyo Mungu uliyembeba ndani yako. Kama hayo makofi ni kwa ajili ya Yesu, yangepigwa mazuri kuliko hayo. Natangaza kwenye madhabahu hii ya kwamba yeyote ambaye yuko mahali hapa atakayechukua hatua ya kuendelea mbele, hata kama kuna mazuio, hata kama kuna vizuizi, Mungu atakuwa pamoja na yeye na ataenda kufanikiwa. Utarudi nyumbani ukiwa na habari njema ya kwamba Bwana amekutendea. Piga makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wako wanaonielewa, wakiwa wanatembea, ndio wale Washami wanasikilizwa miendo ya magari na miendo ya farasi wa vita. Wanaanza kuambiana wenyewe, hawa watakuwa ni Wahiti na Wamisri wameajiriwa na mfalme wa Israeli waje walipize kisasi. Sasa hatutawaweza. Wanakuja wengi, wanakuja wengi na magari yao ya vita, wanakuja wengi, wanakuja wengi na farasi wao wa vita. Tukimbie tujiponye nafsi zetu. Wanakimbia, wanaacha kila kitu pale. Wenye ukoma wanaingia pale, wanasema tunazo 50% za kuishi, 50 za kufa. Hawakujua kama Mungu tayari ameshatembea na wao na amewatangulia mbele kusafisha njia, kuondoa jiwe. Wanaingia kituo cha kwanza, hawakuti mtu. Farasi zimefungwa, pondo. Wale ndugu walikimbia kwa miguu. Hata farasi hawakuamini, na punda kwa miguu. Farasi wako pale kwa sababu hao wenye ukoma walikuwa na njaa ya kutosha. Tumesoma wote, wakala wakanywa. Ilikuwa ni jioni na walianza kuingia kwenye kituo cha mfalme wa Shamu. Kwa hiyo walikula kifalme. Wengine kule mjini wanakula mavi ya njiwa, vichwa vya punda. Wamama wanakula watoto wao waliowazaa, waliochukua hatua ya kusema liwalo na liwe, na songa mbele. Wanakula kifalme, wanakula kifalme. Alafu ghafla wanaona fedha na mavazi. Fedha na dhahabu na mavazi havitakufuata ulipo, viko pale mbele vinakusubiri, viko pale mbele. Wanakutisha, biashara gani? Usisubutu, sio wewe kufanya biashara hiyo, wao wanafanya. Mradi gani? Wewe utapoteza wewe, wao wanafanya wewe mradi. Kitu gani? Wewe hapana, wao wanafanya. Kila mahali pamejaa vitisho tu, vitisho. Na huu mwaka umetishwa sana.
Desemba hii tunavua vazi la kutishwa, tunavaa vazi la ushujaa na uhodari. Mtu mmoja aseme nayaweza mambo yote. Kwa sauti sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa mara ya pili, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa mara ya tatu, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Walikula, wakanywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakaficha mara ya kwanza, wakarudi mara ya pili, hema nyingine, wakachukua tena fedha, dhahabu, mavazi. Ndio unaona wanaambiana pale, I say haya tunayofanya kwetu ni sawa, lakini kwa wengine wanaokufa kule si sawa. Leo ni siku ya habari njema. Kwa nini tunanyamaza? Kwa hiyo habari njema haitatangazwa na watu waliotulia. Habari njema itatangazwa na watu waliochukua hatua ya kwenda mbele. Mama, ukitoka na mkono wa Bwana utarudi na habari njema. Baba, ukitoka na mkono wa Bwana utarudi na habari njema. Binti, ukitoka na mkono wa Bwana utarudi na habari njema. Kijana, ukitoka na mkono wa Bwana utarudi na habari njema. Utatoka na imani na jina la Bwana na neno la Bwana. Utarudi na chakula, utarudi na dhahabu, utarudi na mavazi, utarudi na fedha, utarudi na utajiri. Ukibakia mahali ulipo, mwaka huu amekuzimisha mahali ulifurukuta kidogo, ukaenda ukakupiga, hujainuka tena. Ukibakia hapo kwa mwaka ujao umekwisha. Tunaanza kuondoa mazuio leo. Natangaza kwenye madhabahu hii, maadui zako hawajakuweza bado. Maadamu unasikia na kunisikia, maadui zako hawajakuweza bado. Natangaza kwenye madhabahu hii, maadui zako hawajakumaliza bado. Maadamu unasikia na kunisikia, maadui zako hawajakumaliza bado. Natangaza kwenye madhabahu hii, maadui zako hawajakuzika ardhini bado. Maadamu unasikia na kunisikia, haujazikwa bado, uko hai, una uhai ndani yako. Na kwa sababu una uhai ndani yako, Mungu atafanya kazi na wewe kwa viwango ambavyo hakuna mtu alitegemea, hakuna mtu alitarajia. Mabibi na mabwana, hata ndugu zangu leo wakiniangalia namna hii, Shabani, mimi nimekuwa mhubiri wa injili ya msalaba, wanashangaa, hawakutegemea, hawakutarajia. Vivyo hivyo na Mungu ali hai atawashangaza maadui zako waliokupuuza, waliokudharau, kwa kile ambacho Bwana atakifanya mbele yako. Maadui zako wote watashangazwa na Bwana. Kuna mtu anavuka mwaka huu akiwa na muujiza. Kuna mtu anavuka mwaka huu akiwa na ushuhuda. Wengine kabla wiki hizi hazijaisha kumaliza mwaka, Mungu atakutembelea kwenye malango yako, akuonyeshe vitu vilivyoko mbele yako. Chochote ambacho Bwana atakuonyesha, kiandike mahali. Hauna nyumba leo, Bwana amekuonyesha nyumba, andika mahali. Hauna gari leo, Bwana amekuonyesha gari, andika mahali. Hauna kazi leo, Bwana amekuonyesha kazi, andika mahali. Hauna biashara leo, Bwana amekuonyesha biashara, andika mahali. Hauna ndoa leo, Bwana amekuonyesha ndoa, andika mahali. Hauna mume, hauna mke, Bwana amekuonyesha mume, Bwana amekuonyesha mke, andika mahali. Hauna watoto leo, Bwana amekuonyesha watoto, andika mahali. Hauna pesa leo, Bwana anakuonyesha hela mbele yako, andika mahali. Sawa sawa na unavyoona ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyotokea. Wanaopokea wako wapi? Waongeze makofi kwa Yesu aliye hai. Piga sema haleluya. Geukia jirani, mwambie nitakachokiona, nitakachoonyeshwa na Bwana ndivyo kilivyo na ndivyo nitakavyopokea. Piga makofi mazuri kwa Yesu aliye hai. Mtu mmoja alinipigia simu, mtumishi, sina hela, lakini kila siku naokota hela za Kitanzania na naokota na hela za kigeni, US dola, paundi, naokota. Maana yake nini? Ambia wewe tajiri mkubwa, anza kufunguka, Mungu akupe hatua za kwenda kwenye hizo hela. Tajiri mkubwa, na hapa mmekaa matajiri wakubwa. Naongea na matajiri wakubwa mmekaa hapa. Naongea na wafanyabiashara wakubwa mmekaa hapa. Naongea na wamiliki wa makampuni mmekaa hapa. Naongea na watu kusafiri kimataifa mmekaa hapa. Mungu akufungue macho yako uone pa kuelekea. Hata kama utaona kuna
washami, jipe moyo mkuu. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa kadiri ya unavyoweka hatua za kuendelea mbele, adui zako wananyong'onyea. 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 Wanaishiwa nguvu. Ukinyamaza ubaki mahali ulipo, adui wanapata nguvu. Ukichukua hatua ya kwenda mbele, adui wananyong'onyea. Mungu akupake mafuta jioni ya leo. Nasema Mungu akupake mafuta jioni ya leo. Nasema Bwana akupake mafuta jioni ya leo. Usiogope yoyote mbele yako. Usiogope mshami yoyote. Usiogope mtesi yoyote. Usiogope adui yoyote. Walio upande wako ni wengi kuliko wale walio upande wa adui zako. Hizo ukuta zitaanguka. Hivyo vizuizi vitaondoka na Mungu atatukuzwa kwenye maisha ya kwako. Nimesema Mungu aliye hai atatukuzwa kwenye maisha ya kwako. Wanaopokea waongeze makofi kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Inua mkono kwenye sema, kila kizuizi, kila zuio mbele yangu nakabiliana nalo katika jina la Yesu. Yuko Mungu anayeondoa jiwe, anayeondoa jiwe, anayeondoa jiwe, anayeondoa jiwe mbele yangu kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Simama kwa miguu yako. Taka niombe na watu wachache, muda wangu umekimbia, lakini ni mwisho wa mwaka huu. Wewe ungetamani tu kwamba tutoe sadaka tuondoke na watu wachache. Kuna vitu ulivianza mwaka huu na ilibidi vikamilike mwaka huu kwa mipango yako na kwa malengo uliokuja nayo, vimeshindikana. Bado unasukumwa ndani, kuna dai hivyo vitu vikafanyike mwaka ujao. Njoo kwenye madhabahu. Njoo kwenye madhabahu. Kuna vitu umejaribu kuvifanya mwaka huu, vimekwamia njiani. Ya ilikuwa ni malengo ya mwaka huu. Ni malengo ya mwaka huu, vimekwamia njiani. Ni malengo ya mwaka huu, umeshavianza lakini vimekwamia njiani. Bado ndani yako unasikia madai. Hilo jambo linapiga kelele ambalo mwaka huu limekwama. Maana yake unaambiwa mwakani linakwenda kutendeka. Mwakani linakwenda kuwezekana. Ndio maana yake. Ndio maana ya hiyo sauti ya ndani. Ndio maana ya hiyo sauti ya ndani. Ulilifanya mwaka huu. Ulijaribu kuchukua hatua mwaka huu, ukazimwa njiani. Halikuweza kusogea mahali, halikuweza kuendelea mahali. Taongoza haya maombi, tapita kwa haraka kuweka mikono. Usinganganie mkono wangu, wewe amini tu kwamba nakupa cha madhabahuni. Nguvu ya madhabahu iende na wewe. Kanisa, simama kwa miguu yako kila mahali. Kama umekaa simama, mikono inua juu. Mlioko mbele funika macho. Kanisa, omba haya maombi wote kwa pamoja. Tunaomba na hawa watu hapa mbele. Sema, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa kila hatua ambayo ulinipa katika mwaka huu 2025. Ulinipa kuanza. Kuna vingi ambavyo nilivianza lakini vilizimika njiani, havikukamilika, havikufika kwenye malengo, havikufika kwenye makusudio, havikufika kwenye hatima. Ninakushukuru maana jioni ya leo umeniona, na ndani yangu bado shauku ya kuendelea na hili jambo iko ndani yangu. Bado kiu ya kuendelea na hili jambo iko ndani yangu. Bado njaa ya kuendelea na hili jambo iko ndani yangu. Bado deni la kuendelea na hili jambo liko ndani yangu. Bwana, nimekimbilia madhabahuni pako, nimekimbilia madhabahuni pako. Pale ambapo nilishindwa kwa nguvu zangu, jioni ya leo ninaomba nguvu zako. Pale ambapo nilishindwa kwa uwezo wangu, ninaomba uwezo wako. Pale ambapo nilishindwa kwa akili zangu, ninaomba akili yako. Pale ambapo nilishindwa kwa elimu yangu, ninaomba elimu yako. Pale ambapo nilishindwa kwa maarifa yangu, ninaomba maarifa yako. Pale ambapo nilishindwa kwa hekima yangu, ninaomba hekima yako. Bwana, jioni ya leo
nimekimbilia madhabahuni pako, nimekimbilia madhabahuni pako, nimekimbilia madhabahuni pako. Hebu tulia kidogo, funika tu macho. Kuna vingine vilizimwa, tuna nguvu za giza njiani, vilizimwa, tuna mapepo, vilizimwa, tuna uchawi na uganga na ulozi na ushirikina. Nguvu za giza mliozimisha mipango ya huyu baba, mipango ya huyu mama, mliozimisha mipango ya huyu binti, mipango ya huyu kijana, na bado mnafuatilia kwamba akiingia mwaka ujao akawe giza tena, akashindwe tena. Nguvu za giza, mapepo, majini, ulozi, uganga, uchawi, ushirikina, ulioua chochote cha huyu aliyekimbilia madhabahuni jioni ya leo, pigwa kwa moto. Funika tu macho. Pigwa kwa moto. Mungu wetu ni moto nao. Mungu wetu ni moto nao. Mmeifunga mikono yake mahali, inafunguliwa. Mmefunga ufahamu mahali, unafunguliwa. Mmefunga elimu mahali, inafunguliwa. Mmefunga akili mahali, inafunguliwa. Mmenyang'anya uwezo na nguvu kwenye mwili wake, vinarudi. 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 Kuna mikono inafunguliwa. 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 Kuna ufahamu unafunguliwa. Kuna ufahamu unafunguliwa. Kuna hatua mpya inafunguliwa. Hatua mpya inafunguliwa. Mikono yako inua juu, kila mmoja. Sema, Yesu, kwa damu yako ya thamani nipe kushinda na zaidi ya kushinda, maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Jioni ya leo nipe kushinda kwa damu yako Yesu, nipe kushinda kwa damu yako Yesu. Sasa kila mmoja ita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu. Mpaka kule nyuma ninapopita kwa walioko mbele, wewe ita tu damu ya Yesu, ita tu damu ya Yesu. Rabosaya, ita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Rabosaya, damu ya Yesu, ita damu, ita damu, ita damu, ita damu, ita damu. Ribosaya, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu. Kila mmoja damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Rabosaya, msaidie huyu. Damu ya Yesu. Tunafunguliwa, unafunguliwa. Damu ya Yesu, kuanzia kwenye utosi wa kichwa, vyote walivyochukua vinaachiwa, vinarudi kwako leo, vinarudi vyote, vinarudi kwako binti, vinarudi kwako, vyote walivyochukua vinarudi, vyote walivyochukua vinarudi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Usimkimbie, mnakaa nyuma yake. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, vinarudi vyote, vinarudi vyote binti, vyote, vyote, vifungo vyao vinakatika, vifungo vyao vinakatika, vifungo vyao vinakatika, kamba zao zinakatika, kamba zao zinakatika, kamba zao zinakatika, kamba zao zinakatika. Damu ya Yesu. Mshike kanaye, mshike taratibu, mshike taratibu. Endelea. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu, ita damu. Kanisa ita damu, kanisa ita damu. Kuna kitu Mungu anafanya kikubwa. Rabosaya, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, 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 nao wakamshinda. Funguka binti, funguka, 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 funguka binti, funguka, 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 funguka kwa jina la Yesu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, nao wakamshinda. Power of God. Chomoka, 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 chomoka. Achia nafsi yake. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao
out, out, nje, 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 nje. Msogeze, mlete. Weka mkono kwenye kitovu chake, mwanamke mwenzio. Power of God, vyote mlivyovipandikiza kwa huyu binti vinachomoka, 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 vinachomoka. Mweke mkono kwenye kitovu, kemea nguvu za giza. Wewe ni mhudumu mwenzangu, kemea nguvu za giza. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu na nyamaza, usinyamaze. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Robo saya. Kanisa, mikono inua juu, sema Mungu ni hai. Fungua macho yangu ya ndani na macho yangu ya nje, nipe kuona ninakotakiwa kuelekea, nipe kuona ninakotakiwa kuelekea. Kila zuio, kila kizuizi kiondolewe mbele yangu, kiondolewe mbele yangu, kiondolewe mbele yangu, kiondolewe mbele yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saa zimekimbia. Mlioko mbele mrudi taratibu kwenye viti, mlioko nyuma andaa sadaka yako. Kila mmoja, muda umekimbia. Nimegusa kidogo vitu hivi vya mazuio, usije ukakosa. Kesho tutaingia ndani zaidi, tutaingia ndani zaidi, tutaingia ndani zaidi. Kila mmoja andaa sadaka yako nzuri, andaa sadaka yako nzuri. Kisha andaa hiyo sadaka, simama nayo. Mimi ninatii kile cha Bwana. Hata mimi najihurumia hapa. Tamani ningemaliza tu kufundisha nichomoke. Lakini ukiona naita watu mbele, nasikia cha Roho Mtakatifu. Ita watu mbele, bandika mikono. Kuna hatua Mungu anatupa. Simama na sadaka yako mahali ulipo, tumalize. Wakati wa mwenji karibu kabisa kwenye madhabahu, chukue nafasi ya mchungaji kwa ajili ya baraka. Inua sadaka yako juu, kila mmoja. Sadaka yako inua juu. Baada tu kuombea sadaka, utapokea baraka. Ili ukishatoa sadaka unachomoka kwa nyumbani. Amen. Sema Mungu aliye hai, ninajiunganisha na sadaka yangu madhabahuni pako katika jina la Yesu. Amen. Tuliopokea baraka.